Kwa kipindi cha siku 16 kuanzia tarehe 28 Juni hadi Julai 13, 2026, Jeshi la Polisi Tanzania lilishiriki kikamilifu katika maonesho ya 50 ya dhahabu ya biashara ya kimataifa Sabasaba kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa wananchi kupitia utoaji wa elimu, huduma na ushauri wa masuala ya usalama. Nchi zaidi ya 23 zilipata nafasi ya kushiriki katika maonesho ya 50 ya dhahabu ya kimataifa Sabasaba yaliyofanyika katika viwanja vya Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo yalifunguliwa rasmi tarehe 3 Julai 2026 na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo akiwa mgeni rasmi, ambapo katika hafla hiyo aliongozana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia alihudhuria sherehe za ufunguzi. Katika kipindi cha miaka 50, maonesho haya yamekuwa daraja muhimu kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Banda la Jeshi la Polisi lilikuwa miongoni mwa mabanda yaliyovutia idadi kubwa ya wananchi. Wageni kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, ndani na nje ya nchi, walitembelea banda hilo kujionea huduma, elimu na burudani zilizokuwa zinatolewa na Jeshi la Polisi katika kutekeleza majukumu yake ya kulinda raia na mali zao. Kwa usalama katika eneo hili, eneo letu liko salama 150% kutokana na watu wako mbalimbali, vikosi vyako. Tuna vikosi vya intelligence hapa, iko vizuri. Kwa juzi tu kulitokea jaribio dogo tu la kibaka akachukua simu ya mgeni, lakini tunawashukuru sana afande Tatu na timu yake. Simu ilirudishwa kabla hajatoka humu ndani. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana. Tuna afande OCD Mkangale, tuko naye vizuri sana kila kati round humu, vijana wakizunguka likitokezea tukio wanafanya kazi vizuri sana, na kiongozi wetu ambaye tunakuwa naye kila kati, tunawasiliana masaa 24 mpaka mimi mwenyewe najisikia faraja. Kwa kweli tuko vizuri, tuko salama, tunawasiliana kwa karibu sana. Ni wajibu wetu mkubwa sana kuhakikisha maonyesho haya yanafanyika na kwa mafanikio makubwa sana, na tunahakikisha hilo litakamilika, kwamba mafanikio na malengo ambayo mmejiwekea yanafikia kwa wakati ambao mmeupanga. Lakini pia ni waombe na kuwasisitiza wenzangu wa Jeshi la Polisi, sifa hizi ambazo tumekwisha kuzipata mpaka siku ya leo ya tarehe 5, tuendelee kuzishikilia na tufanye vizuri zaidi. Ninaamini Jeshi la Polisi liko vizuri sana, dada yangu, na tunajiamini sana na tunajivuna sana kwa mafanikio haya tulionayo katika swala zima la ulinzi wa watu na mali zao. Kupitia maonesho hayo, wananchi walipata elimu ya kujua kazi mbalimbali za Jeshi la Polisi, huduma zilizokuwa zikitolewa ikiwemo hati ya tabia njema, hati ya upotevu wa mali yani loss report, na pia upimaji na ushauri wa kitaalam wa afya kutoka kikosi cha afya Kilwa Road, na pia kupata burudani zilizokuwa zinatolewa na wasanii wa Jeshi la Polisi Tanzania. Elimu tunayopata hapa ni nyingi na ya aina mbalimbali. Kwanza tunazo commission zetu 8. Ndio. Kwa sababu tuna commission ya utawala na management ya rasilimali watu, na commission ya upelelezi wa makosa ya jinai, na commission ya uchunguzi wa kisayansi. Hii ndio kwa mfano tukio likitokea ndio wanaokuja na vyombo vyao kupeleleza, kuchukua sampuli mbalimbali kwa ajili ya kudhibitisha kesi ambayo imetokea. Lakini pia tunayo commission ya fedha na logistics, tunayo commission ya operation na mafunzo, tunayo commission ya polisi Zanzibar, lakini tunavyo vitengo 29. Lengo lake ni kuwapa elimu majukumu ya Jeshi la Polisi ni nini, kwa sababu wakati mwingine kuna wakati polisi akitekeleza majukumu yake mwananchi anafikiri labda sio kazi ya Jeshi la Polisi. Hakuna jukumu ambalo linatekelezwa na Jeshi la Polisi ambalo halijaelekezwa na sheria. Lakini pia ukija hapa utaelekezwa au utafundishwa namna ya kupata hati ya tabia njema. Kwa mfano wewe kijana unataka kusafiri kwenda nchi za nje, unaambiwa kalete hati ya tabia njema. Kwa hiyo ukija hapa tutakufundisha. Lakini pia kama unahitaji badala
ya kusubiri siku 7, siku 5. Hapa ndani ya masaa 24 unapata hati ya tabia njema. Madawati na vitengo mbalimbali vya jeshi la polisi vilitoa elimu kwa wananchi. Baadhi ya vitengo hivyo ni pamoja na dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto, usalama barabarani, polisi jamii, kikosi cha afya, kikosi cha mbwa na farasi, shirika la uzalishaji mali la jeshi la polisi Tanzania, kamisheni ya Zanzibar, kikosi cha wanamaji, kitengo cha mazingira na utalii, kitengo cha uhusiano wa kimataifa, chumba cha mashtaka, upelelezi wa makosa ya jinai, makosa ya mtandao, TEHAMA, Interpol na vingine vingi, ambapo wataalamu walihudumia na walijibu maswali mbalimbali kutoka kwa wananchi ambao walikuwa wakitembelea katika banda la jeshi la polisi. Wananchi walipata fursa ya kujifunza namna kujikinga dhidi ya uhalifu wa kimtandao, kutambua mbinu zinazotumiwa na wahalifu na hatua za kuchukua wanapokutana na matukio ya ulaghai kupitia mitandao ya kijamii na mifumo ya kidijitali. Katika dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto, elimu ilitolewa kuhusu namna ya kutambua, kuripoti na kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto, huku wananchi wakihimizwa kutovifumbia macho vitendo hivyo. Kwa upande wa kikosi cha usalama barabarani, kilitoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya barabara, umuhimu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani na wajibu wa madereva, waendesha pikipiki pamoja na watembea kwa miguu katika kupunguza ajali. Mbali na elimu, wananchi pia walipata huduma mbalimbali za kipolisi na maelekezo kuhusu taratibu zinazohusiana na huduma zinazotolewa na jeshi la polisi, hatua iliyosaidia kuimarisha mahusiano baina ya jeshi la polisi Tanzania na jamii. Burudani zenye ujumbe wa kuhamasisha uzalendo, uzingatiaji wa sheria na kudumisha amani zilitolewa na kikundi cha wasanii wa jeshi la polisi, jambo lililowavutia wageni wengi waliotembelea banda hilo. Taifa moja, baba moja, mama moja, mavita nini mafujo, watu tunaumia, kwaribu vitu kuchoma, hebu angalia, haina maana kwa na chuki, Mungu ingilia. Kama kusali tunasali pamoja, kama kula tunakula pamoja, kama kusali tunasali pamoja. Zinaletwa na nani na kwa sababu gani tuelewe? Chuki baina yetu zinaletwa na nani na kwa malengo gani tuelewe? Sisi kitu moja, wote kitu moja, tusitengane, tusibaguane. Katika kipindi chote cha maonyesho, viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa jeshi la polisi na wageni mashuhuri walitembelea banda la jeshi la polisi wakipokea maelezo kuhusu shughuli mbalimbali zinazotekelezwa. Jeshi letu la polisi, mmeona tumeanzia kwenye maeneo mengi, na jeshi la polisi lina maeneo mengi zaidi ambayo nikiyaeleza hapa muda hautatosha, kwa sababu kuna vitengo maalum mahususi. Kwa uchache ni vitaje 4, lakini pia kuna section au commission mbalimbali zaidi ya 29 ambazo nimezitembelea pale, sijaweza kuzimaliza. Viongozi hao waliwapongeza maafisa na askari waliokuwa wakitoa huduma kwa weledi, wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi ili kujenga jamii yenye uelewa wa masuala ya usalama. Kwa upande wa wananchi waliotembelea banda hilo, walieleza kufurahishwa na elimu walioipata, wakisema imeongezea uelewa kuhusu wajibu wa jeshi la polisi na umuhimu wa ushirikiano katika kuzuia uhalifu. Kwa hiyo tangia hata jana mimi najaribu kupita huku na huku, hata vijana bado hapana. Kwa hiyo kiukweli
amani imeimarishwa, ulinzi umeimarishwa, na mimi naomba niwaase vijana wenzangu kwa tusiingie kwenye mashinikizo tena ya yale ambayo yalitokea. Yalishatugharimu na tulishasahau, kwa tumeamua kuanza upya. Mimi nawaambia watoke. Hata mimi nilikuwa na hofu, nilijazwa hofu, lakini nilijiaza ujasiri na nikasema hakuna, nchi yetu sisi haiwezi kuwa na matatizo yoyote. Kwa kweli nimefurahi sana kufika katika banda hili la polisi hapa Sabasaba, Dar es Salaam. Tumejifunza mambo mengi sana na watoto, lakini pia zaidi tumejifunza katika swala la malezi. Ninachoshauri wazazi wenzangu, tujitahidi sana kuwalea watoto wetu katika maadili ambayo yanaendana na taifa letu la Tanzania. Tuzingatie sana maadili kwa watoto wetu. Tumejifunza kuhusu madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya yanaweza kuathiri akili zetu. Wanafunzi wengi huasiliwa akili zao kwa madawa ya kulevya. Tukatae vitu tunavyopewa na watu tusiowajua. Ushiriki wa jeshi la polisi katika Sabasaba 2026 umeendelea kuonyesha dhamira ya jeshi la polisi kuwa karibu na wananchi kwa kutoa huduma zinazozingatia uwazi, ushirikiano na matumizi ya teknolojia. Kupitia maonesho hayo, jeshi la polisi lilifanya onesho maalum la kuzunguka katika viwanja vya maonesho Sabasaba ambalo liliendelea kuhimiza ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama, likiwemo jeshi la polisi Tanzania katika kusisitiza amani na usalama, ambalo hilo ni jukumu la kila mmoja. Mafanikio ya ushiriki wa jeshi la polisi katika maonesho haya yamejidhihirisha kupitia mwitikio mkubwa wa wananchi waliotembelea, ambapo walipata fursa ya kuuliza maswali, kupata elimu, kupata burudani mbalimbali na michezo tofauti kwa watoto, ikiwemo michezo ya kucheza na nyoka, lakini pia ilisaidia kujenga imani zaidi kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi Tanzania liliacha alama ya utoaji bora elimu na huduma kwa wananchi. Ushiriki wake umeendelea kudhihirisha kuwa polisi ni mshirika wa maendeleo, mlezi wa amani na nguzo muhimu katika kulinda usalama wa raia na mali zao. Maonesho ya 50 ya dhahabu ya biashara ya kimataifa Sabasaba yalifungwa rasmi tarehe 13 Julai 2026 na Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya kufunga maonesho hayo. Napenda kuishukuru kamati ya maandalizi ya maonyesho ya biashara ya kimataifa kwa uratibu mzuri wa shughuli hii. Kwa maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam ya miaka 50, yaani jubilei ya dhahabu, yamefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Katika hafla hiyo pia alitembelea mabanda mbalimbali. Alikabidhi tuzo kwa washindi wa maonyesho hayo, ikiwemo tuzo ya mshindi wa pili alioipata jeshi la polisi Tanzania, ikiwa ni tuzo ya taasisi za serikali zilizokuwa zinatoa huduma bora katika maonyesho hayo. Kwa hiyo kipekee pia nipongeze kamati yetu ya maonyesho kutoka Mahakama Kuu ya Jeshi la Polisi, lakini kipekee nimpongeze kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Temeke, kamanda wa mkoa wa Temeke, Sakapu Maruru na Sakapu Mlilo, kwa namna ambavyo wameweza kusimamia usalama kwenye maonyesho haya. Tulikuwa na matishio mengi, lakini mkuu wa jeshi aliwahakikishia wananchi kwamba sisi tutasimamia usalama na kwamba maonyesho haya yatafanyika kwa salama na amani, na hiki ndicho kimeweza kudhihiri. Kwa hiyo nimpongeze kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam kwa namna ambavyo ametekeleza maelekezo ya mkuu wa jeshi na kuweza kusimamia swala la usalama. Maonyesho haya yamefanyika katika hali ya usalama, hatukuwa na tishio lolote, na matishio ambayo yalikuwa yanasambaa kwenye mitandao yaliweza kudhibitiwa vizuri kwa kufanya doria na kusimamia usalama. Hatukuwa na matukio makubwa ya uhalifu ndani ya maonyesho haya ambayo yamefanyika. Matukio mengine yalikuwa ni ya kawaida na yaliweza kudhibitiwa kwa kadri ambavyo yalikuwa yanatokea au yanatolewa taarifa. Kwa hiyo niwapongeza sana askari polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambao kwa namna moja au nyingine vishiriki kwenye maonyesho haya. Lakini kamati ya maandalizi, kamati ya maonyesho kutoka Makao Makuu ya Jeshi la Polisi, nawapongeza sana, na hii ni chachu kwamba sasa mwakani tunapaswa kufanya zaidi kusudi tufikie namba 1. Na hizi ni juhudi za mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP Camillus Wambura ya kulifanya jeshi la polisi kuwa imara na la kisasa zaidi, na pia jeshi la polisi kuendelea kushirikiana na jamii kwa ukaribu zaidi. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu.